heri ya maadhimisho ya miaka 75 ya shirika la hali ya hewa duniani. Siku ya hali ya hewa duniani inasherekewa kila mwaka ifikapo tarehe 23 Machi kuadhimisha kuanzishwa kwa shirika la hali ya hewa duniani WMO tarehe hii mwaka 1950. Siku hii inaangaza mchango muhimu wa taasisi za hali ya hewa katika usalama wa ustawi wa jamii. Kauli mbiu ya siku ya hali ya hewa duniani ni pamoja tushughulikie pengo la utoaji wa tahadhari. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa juhudi za pamoja kuhakikisha kuwa mifumo ya tahadhari inamfikia kila mtu, hivyo kuboresha ustahimilivu wa jamii dhidi ya matukio ya hali ya hewa yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Kauli mbiu hii pia inasisitiza kuhusu utekelezaji wa mpango wa Umoja wa Mataifa wa tahadhari kwa wote, yani Early Warning for All, ambao unalenga kuhakikisha kuwa kila mtu duniani anakuwa salama kupitia mifumo ya tahadhari dhidi ya matukio hatarishi ya hali ya hewa au maji ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi yameendelea kuwa changamoto kubwa kufikia malengo ya Umoja wa Mataifa, yani maendeleo endelevu, Sustainable Development Goals SDGs, katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Hali joto dunia imeendelea kuongezeka kutokana na ongezeko la gesi joto duniani, ambapo kwa mujibu wa shirika la hali ya hewa duniani mwaka 2024 ulikuwa mwaka wenye joto zaidi katika historia ya upimaji wa taarifa hizi, ambapo joto la wastani la dunia lilipanda kufikia takriban nyuzi joto 1.55 juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda 1850 mpaka 1900. Kwa hali ilivyo sasa ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwa ni pamoja na mvua kubwa, joto la juu ya wastani, upepo mkali, mafuriko, ukame na vimbunga yamekuwa makubwa zaidi na kuongezeka kwa idadi kubwa zaidi. Lengo la 13 la malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs 13 kuhusu utekelezaji na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi inazitaka nchi wanachama kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na athari zake. Utekelezaji wa lengo hili ni muhimu kwa maendeleo ya malengo mengine yote ya maendeleo endelevu. Katika kuadhimisha siku ya hali ya hewa duniani WMD, Tanzania kama mwanachama wa shirika la hali ya hewa duniani na Umoja wa Mataifa imechukua hatua madhubuti kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi na mapungufu katika utoaji wa tahadhari, ikiwa ni pamoja na uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya hali ya hewa na kuwajengea uwezo wataalamu wa TMA. Hatua zilizochukuliwa na serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kukabiliana na janga hili la mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi na mapungufu katika utoaji wa tahadhari ni pamoja na kuboresha huduma za hali ya hewa na utoaji wa tahadhari nchini. Uboreshaji huu pia ni sehemu ya utekelezaji wa ibara ya 59J ya ilani ya uchaguzi ya chama tawala, yani Chama cha Mapinduzi, inayotaka serikali kuimarisha miundombinu ya hali ya hewa na ile ya utoaji wa tahadhari katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pia ni sehemu ya utekelezaji wa mfumo wa kitaifa wa utoaji wa huduma za hali ya hewa ya National Framework for Climatic Services, ambao unalenga kuimarisha utoaji na matumizi sahihi ya huduma za hali ya hewa kwa jamii. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya hali ya hewa na usambazaji wa huduma za hali ya hewa kwa jamii, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa uwekaji wa rada za hali ya hewa, vituo vya hali ya hewa vinavyojiendesha vyenyewe automatic weather stations, na kompyuta kubwa ya kisasa yenye uwezo mkubwa wa uchakataji wa data za hali ya hewa kwa ajili ya utoaji wa utabiri wa hali ya hewa. Kwa mjibu wa WMO, kila dola moja ya Kimarekani inayowekezwa katika utoaji wa tahadhari inakadiriwa kurudisha faida dola 10, ambapo kwa baadhi ya maeneo mengine duniani faida hizi zimekuwa kubwa zaidi. Aidha, Tanzania kushirikiana na washirika wa maendeleo imeendelea kuboresha miundombinu ya hali ya hewa nchini kupitia programu mbalimbali. Mojawapo ya programu hizo ni utekelezaji unaoendelea wa mradi wa Systematic Observation Financing Facility, yani SOF, wenye lengo la kuboresha miundombinu ya hali ya hewa nchini. Mradi wa SOF utachangia kwa kuongeza vituo 9 vipya vya hali ya hewa vinavyojiendesha vyenyewe vya upimaji wa hali ya hewa usawa wa ardhi, vituo 4 vipya vya upimaji wa hali ya hewa ya anga za juu
na kuboresha vituo 18 vya hali ya hewa vinavyojiendesha wenyewe vya upimaji wa hali ya hewa usawa wa ardhi na kituo kimoja cha upimaji wa hali ya hewa wa anga za juu. Uboreshaji huu utaongeza ufanisi wa kiutendaji wa TMA na hasa utoaji wa tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa nchini. Kwa upande wa ustahimilivu na kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, serikali imeweka na inatekeleza mipango mbalimbali ikiwemo matumizi ya nishati safi. Kwa kuzingatia mahitaji ya huduma za tahadhari kutokana na kuongezeka kwa matukio makubwa yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo mabadiliko haya yanachagizwa na ongezeko la gesi joto kutokana na shughuli za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na matumizi ya mafuta ya magari na mitambo kama chanzo cha nishati. Matumizi ya nishati safi ya kupikia yatachangia sana katika malengo mapana ya maendeleo endelevu, uhifadhi wa mazingira na ukuaji wa uchumi, lakini pia kupunguza uzalishaji wa gesi joto. Katika siku hii ya hali ya hewa duniani, serikali inapongeza kazi nzuri inayofanywa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA katika utoaji wa huduma za hali ya hewa zilizoboreshwa sana, ikiwa ni pamoja na utoaji wa tahadhari wakati wa matukio ya hali ya hewa. Serikali itaendelea kuimarisha huduma za hali ya hewa kwa kutekeleza katika miundombinu ya kisasa zaidi na kuendelea kuwajengea uwezo wataalamu wa TMA. Natoa rai kwa wadau wote wa huduma za hali ya hewa nchini Tanzania, zikiwemo taasisi za serikali, sekta binafsi, sekta ya elimu na umma kwa ujumla, kuendelea kufuata na kuzingatia sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania namba 2/2019 na kanuni zake, kujumuisha taarifa na huduma za hali ya hewa katika kupanga, kubuni, kutekeleza shughuli zao ipasavyo. Kwa pamoja tuendelee kufanya kazi kwa bidii ili kujenga taifa himilivu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, kwa kuchangia katika mipango itakayoboresha uangazi wa taarifa za hali ya hewa, utafiti, ubunifu, kuhamasisha mipango mikakati ya kitaifa ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ili kuimarisha zaidi mifumo ya utoaji wa tahadhari nchini. Kwa pamoja tunaweza kushughulikia lengo la utoaji wa huduma za tahadhari nchini.